Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imebadilisha eneo la kufanyia mazungumzo kati yake na Marekani kutoka Istanbul nchini Uturuki hadi Muscat nchini Oman. Hii ni kutokana na kile ambacho wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ni mpango wa Iran kuona kwamba eneo la Istanbul nchini Uturuki lingewakaribisha viongozi wengi wa kimagharibi ambao ni washirika wa Israel pamoja na Marekani. Na hivyo Iran imesema mazungumzo haya yanapaswa kuwa mazungumzo ya wawili tu pamoja na watatu kuwa mwenyeji wa taifa ambalo ni Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ametangaza kwamba mazungumzo ya nyuklia kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani yanatazamiwa kufanyika katika mji mkuu wa Oman, Muscat, siku ya kesho Ijumaa asubuhi na si Istanbul nchini Uturuki. Katika ujumbe uliotumwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amesema mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika Ijumaa saa 4 asubuhi, akishukuru Oman kwa kuweka mazingira yanayohitajika kwa ajili ya mkutano huo. Hapo awali, ripoti za vyombo vya habari vya Iran zilisema mazungumzo hayo yatajikita juu ya mpango wa amani wa nishati ya nyuklia ya Iran pekee na kuondolewa kwa vikwazo pasi na kujadiliwa masuala mengine. Abbas Araghchi anatarajiwa kuongoza ujumbe wa Iran ambao utajumuisha wanadiplomasia wakuu Majid Takhti Eravanchi na Kazem Gharibabad katika mazungumzo hayo. Marekani kwa upande wake itawakilishwa na mjumbe maalum wa ikulu ya White House Steve Witkoff kwa mujibu wa ripoti hizo. Habari zaidi zinasema kuwa mazungumzo hayo yatafanyika kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja huko Oman ikiwa kama mpatanishi. Awali duru hii mpya ya mazungumzo ilipangwa kufanyika Istanbul nchini Uturuki, lakini imehamishiwa Muscat, mji mkuu wa Oman, kwa ombi la Iran. Muundo wa mazungumzo hayo utafanana na duru za awali zilizofanyika kabla ya vita vya kutwishwa vilivyoanzishwa na Israel na Marekani dhidi ya Iran mwezi Juni mwaka uliopita, ambapo vilivuruga mchakato huo wa kidiplomasia. Hata hivyo, sababu ambazo zimetajwa kwa nini Iran imeamua kuachana kufanya mazungumzo yake huko Istanbul ni kutokana na kile ambacho kimeelezwa kwamba moja kati ya mambo ambayo wakati huu yamekuwa yakiendelea ni Uturuki kualika nchi marafiki wa NATO kuhudhuria katika mkutano huo, jambo ambalo Iran haikutaka mkutano uwe wa namna hiyo. Basi mtazamaji wa The World News, tusubiri mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani ambayo yatafanyika siku ya kesho huko Oman. Tuone yatazama matunda gani. Je, yataenda kusababisha vita? Je, yataweza kusababisha Iran kuachana na mpango wake wa nyuklia? Nini ambacho kitatokea zaidi? Tusubiri kesho kuanzia majira ya saa 4 mkutano huo utakapoanza kufanyika, ambapo tutaweza kufahamu ni nini ambacho kitajiri zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, licha ya wachambuzi wa mambo kusema kwamba mkutano huo unaweza ukafanyika lakini usizae matunda, kwani Iran haitakuwa tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia au kuachana na kile ambacho Israel inataka kwamba Iran katika mazungumzo hayo ishinikizwe kuachana ama kuyaharibu makombora yake ya masafa marefu ambayo inaonekana ni hatari katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua haya yote kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.